Ya waajiri wengi wanapenda uaminifu kwa sababu unakuta wengi ni waajiri wana hela. Unakuta mtu kaweka pesa zake anategemea kwamba anayeka naye humu ndani sio mwizi. Ndio mlinzi kwanza wa vitu vyake. Kwa ile udokozi na Haya, leo tupo na Superwoman dada Rose. Karibu sana dada Rose. Asante. Habari yako? Nzuri. Karibu tena kwenye kipindi chetu cha Wadada Center. Asante. Haya, kama ilivyo kawaida, kipindi chetu kinahusika sana na kutoa uhamasishaji kwa ajili ya vijana, jamii, waone ambavyo wanawake wapambanaji ambao kama wewe wanaokuja kwa ajili ya kutafuta namna ya kujikwamua kiuchumi, usiwe tegemezi. Kwa hiyo lengo kubwa ni kuifundisha jamii, kuielimisha jamii. Kwa hiyo na wewe pamoja na mimi leo tunakuwa sehemu ya kuielimisha jamii, sana sana wewe ambaye ndo tutakuwa tunakuongelea siku ya leo. Sawa? Ndio. Karibu sana Wadada Center. Asante. Wewe Wadada Center ni nyumbani. Ndio. Hii ni mara ya ngapi unakuja kwa ajili ya kazi? Ni mara ya 3. Mara ya 3. Ndio. Actually sio ya 3, ni ya 4 kwa sababu umeshawahi kufanya hapa kama sehemu yako ya kwanza ya kazi. Mara ya 4. Mara ya 4. Kwa hiyo yani kama ni wale wa Kongo, watoto wa nyumbani ndio wewe. Ndio. Okay, karibu sana. Asante. Haya, jamani, huyu ndio maana halisi ya wale wadada tunawaita wadada wapambanaji, wadada ambao wanajitambua, wanajua maana ya kutafuta pesa na namna ya kuweza kuweka thamani kwenye kazi zao. Alikuja hapa akiwa ndio kwanza anaanza kujiwekeza kwenye hii career ya kazi za ndani. Ukiwa huna ideas sana kuhusiana na majukumu ya majumbani, ulitoka form 6, right? Ndio. Hakuenda chuo akaona yeye aanze kutafuta pesa mapema. Akili za hela, wanawake wanaowaza hela na upambanaji zaidi. Kwa hiyo akaja hapa kituoni kwetu kwa mara ya kwanza na ukaanza hapa kufanya kazi. Kwa hiyo labda utuambie kidogo hapo kwamba ulivyokuja. Yaani kwanza baada ya form 6 kwa nini ukuanza kwenda chuo? Ikawaje ukaja Wadada Center? Safari yako ya kwanza kabisa kuja hapa ilikuwaje? Afu then tutaendelea. Chuo nilienda ila sikumaliza. Okay. Yeah. So nilikuja huko kwa ajili ya kujipatia kipato changu. Nilifika hapa kama traditional. Kwa sababu ulitujuaje? Niliona mtandaoni kuna ile group huwa linaitwa Soko Huru, wanaposti matangazo mbalimbali ya nafasi za kazi. So niliona hii, nikaona package zake, kuna traditional, smart na professional. Ambao traditional level ya darasa la 7. Smart form 4 lakini wanakuangalia. Na professional una ujuzi wa mapishi ama umesomea mapishi, malezi na swala la usafi. So nilipokuja hapa nilifika wakanipokea vizuri. Yes. Nilifanywa interview ya kwanza, wakaniambia hataweza kupeleka smart moja kwa moja. Mpaka tuangalie wenyewe, tujiridhishe. So nilipopokelewa nikaanza kufanya hapa kazi. So nilifanya hapa kama traditional. Okay. Kwa hiyo ulianzia kama traditional dada. Yes. Ambayo traditional kwa kipindi hicho ilikuwa mshahara shilingi 100,000. Yeah. Okay. Kwa hiyo ukafanya hapa kazi kwa muda gani? Nilifanya mwezi mmoja na wiki kama 2 hivi. Nilifanya hapa, nilikaa nao vizuri. Kwa sababu nilikuwa nafanya majukumu yangu vizuri. Kwa sababu nilikuwa nataka nionekane kwamba I can do it. Okay. Na nilijiamini kwamba naweza kufanya hivi. So nilikuwa nafanya kazi zangu kwa bidii. Yaani majukumu yangu kwa sitaki mpaka uambiwe kafanya hivi no. Na hilo mabosi wenyewe waliliona mpaka wakanipatia promotion ambayo ya kwenda Mwanza. Nilifanya kama professional. Professional ya kipi sasa? Nilikuwa professional mapishi. Yaani kwa hiyo kwa kipindi ambacho ulikuwa hapa ulikuwa jikoni zaidi au ulikuwa general? Nilikuwa general jikoni. Sema jikoni ilikuwa sana. Yes. Sababu jikoni yenyewe kuna usafi vile vile. Tulikuwa tunasaidiana na mwenzangu. Okay. Na ni kitu gani ambacho ulikuwa umekifanya kikawashawishi wakurugenzi kwa kiasi hicho kwa kuona kwamba wewe unaweza kwenda kulipwa 300,000? Yaani professional kipindi hicho ambacho ilikuwa ni mshahara 300,000, si ndio? Ikawaje kwamba wewe ukakuamini kwamba kweli unaweza kwenda kumhudumia sisi mteja wetu, kumpikia hiyo ya kitaalamu na ukalipwa shilingi 300,000? I think ni kujituma, uaminifu, kujiongoza na kujiongeza kama wanavyosema smart dada anatakiwa aweje. Kwa nilipitia ule mkataba nikajua kwamba na walinielezea smart dada anatakiwa aweje. Kwa hiyo nikasema ngoja niwe
Kwa hiyo ulivyokuja wewe lengo lako ulikuwa mimi nataka hiyo smart dada japokuwa wamekuweka kwenye traditional. Kwa hiyo ulichokifanya ni kufuata miongozo yetu na taratibu zetu. Kwa hiyo ukahakikisha kama unatembea kwenye yale ambayo mkwambia smart dada yuko hivi na wewe ukapita kule kwenye zero. Okay, kwa hiyo mpaka kilichokusababisha wewe ukaaminiwa kupelekwa kwenye mapishi. Nini ambacho ulikuwa unakifahamu zaidi au wewe siri yako kwenye mapishi ilianzia wapi? Kwa hapa kazini. Hapana, yani wewe mpaka kwa sababu hapa umekaa tu mwezi mmoja na kama wiki moja. Lakini ikatosha kuonyesha kwamba wewe kwenye kupika una ujuzi. Hata kama hujasoma darasani lakini una uwezo wa kupika kitaalamu. Sasa wewe kupika hiyo kitaalamu ulikuwa umejifunzia wapi? Kwanza ilikuwa kama tuseme ni somo. Olive tulikuwa tunasoma cookery, food and nutrition. Okay. Lakini sio unajua uwezo ukapika kama unavyopika nyumbani. Unapika ile wanafunzi wengi, uwezo ukapika muda mrefu. So nilipokuwa nyumbani nilikuwa mimi ninapenda kupika in short. So nilikuwa ninapenda kila siku nipike chakula kionekane. Na hapa nilikuwa napika chakula kila siku, nilikuwa najiongeza nikisema hapa na yani nilikuwa nakipeleka chakula nataka nikosolewe. Nijue nimekosea wapi. Okay. Ili niendelee kuimprove. Yani ile kuchukua sasa feedback kutoka kwa watu wanaokula chakula chako. Wakikisifia huwa nilikuwa nafurahi, lakini nilikuwa nataka kiendelee kuwa kizuri zaidi. Waendelee kuenjoy chakula. So yani kwenye mapishi I was good. Okay, kwa hiyo ndio ulichokuja kukionyesha sasa hapa kiasi cha kwamba wao wenyewe wakakubali kwamba hapa tuna mtu anajua kupika. Na kupika sio kwamba tu kupika, mtu anaangalia na jikoni. Unaweza kupika chakula kitu lakini jiko ni chafu. Mtu anaweza akasema chakula sio kizuri. Yes, so na hicho nacho walikiona. Waliangalia na usafi wa jikoni, walikuwa wanafanyaje, walikuwa wanaangalia ndani hivyo. Na shirikiana vipi na wenzangu. Yaani walikuwa wameangalia vitu vingi. So wenyewe waliona namna yao walivyoniona. Wakasema mimi na fit kufanya professional. And nilipoenda sikuangusha. Ukafanya vizuri. Ukamaliza mkataba wako. Nilimaliza mkataba wangu mwaka mzima. Nikarudi tena hapa wakanipangia sehemu nyingine tena. Okay. Napo nilimaliza mkataba. Ilipanda from 300,000 to 400,000. Yani sasa hapo very interesting kwamba ulikuja wakakuambia hata smart kwa ulivyokuja wasingeweza kukupa kwa sababu hawakuamini kulingana na vile umetoka tu form 6. Unajua pia watu wengi sisi tukishapita kwenye maeneo ya shule unakuta ile yani hata kwenye kazi kidogo watu zile kazi za nyumbani hawaziwezi vizuri. Kwa hiyo ikabidi upitishwe kwenye miongozo yetu na taratibu zetu na trainings zetu, alafu ukapewa chance ya kutuonyesha, ukaajiriwa hapa kwa kulipwa mshahara wa 100,000. Lakini ukafanya kazi kwa mwezi mmoja tu na wiki kadhaa, then ukaonyesha kwamba kweli wewe una uwezo wa kufanya kazi kwa level sio tu smart. Kwa kipindi hicho sio kapelekwa professional wa mapishi ambayo ni 300,000. Okay. Kwa hiyo baada ya kumaliza mkataba wako ukarudi tena kwa ajili ya kuendelea kutafuta pesa nyingine. Nirudi tena akanipangia sehemu nyingine. Ambayo ukapangwa kwa kazi tena kwa level gani? Nilipangwa professional na pesa iliongezeka mshahara from 300,000 to 400,000. Kwa hiyo safi. Kwa hiyo ina maana kwa mwaka wako mmoja ambao ulienda kufanya kazi Mwanza ulitumia pia kuendelea kujiboresha zaidi. Kiasi cha kwamba ulivyorudi pia wakaona kwamba thamani yako sio tu kwamba inatakiwa uendelee kuwepo kwenye 300,000, ukaenda kwenye 400,000. Ndio. Hongera sana. Asante. Na kwenye mkataba wako huu ambao ulilipwa shilingi 400,000, ni vitu gani ambavyo vingine pia ulikuwa umeenda ukavifanya labda vizuri zaidi, ama ilikuwaje pia safari yako hiyo ya kufanya kazi ya mkataba mwingine ambao ulilipwa mshahara wa shilingi 400,000 kama professional wa mapishi? Wa mapishi pia au ulikuwa unafanya ulienda kwenye 400,000? No, 300,000 nilikuwa ni mapishi na yani ilikuwa ni general. Ulienda kama professional mapishi lakini kazi nyingine pia ulikuwa unafanya. Na the same pia kwenye mkataba wako wa pili kwamba ulienda kama mapishi lakini ukafanya hata na usafi. Sawa. Ni vitu gani ambavyo pia ulijifunza ama ulikuwa unawekeza, ama labda utuambie kila mtu anakuaga na strengths zake. Vitu sehemu gani ambayo wewe upo strong zaidi ama una perform vizuri zaidi, na sehemu gani ambazo ni weakness zako kwenye hizi kazi ambavyo ulikuwa unafanya? Kwenye swala la usafi nilikuwa vizuri, sema kuna ile kujisahau sometimes. So kila muda unakumbuka kitu. Kwa kuna ile muda umesahau lakini baadaye ukikumbuka unafanya. So hiyo ilikuwa ni weakness kidogo kwenye kusahau. Unakuta ni muda majukumu ni mengi yameingiliana. Unasahau ukisema nitafanya baadaye lakini baadaye ikifika umesahau. Na ni kwa sababu pia kwa muda huo ulikuwa umebase zaidi kwenye profession yako ya
ya mapishi. Yes. Kwa hiyo sasa wewe ndio unatuonyesha kwamba kumbe kujifunza kitu sio tu lazima ukakae darasani kujifunza. Yes. Wewe ni mtu ambaye ulijifunza mapishi kutoka kwenye darasani ulivyokuwa unasoma huko level kwenye foods and nutrition, baadaye ukaingia wewe mwenyewe kwenye interest yako ya kupika, ukawekeza na ukawa unapika sana na kupata feedback kwa watu ambao wanakula. Mpaka sasa baadaye ukaingia kwenye mfumo wa mikataba na sisi wa Dada Center, ukawa unapika kama mtaalamu wa mapishi. Yes. Okay, kwa hiyo kwa sasa hivi tayari umerudi tena kwa ajili ya kufanya tena na sisi kazi kwa mkataba mwingine wa mwaka mmoja. Na kwa sasa hivi uzuri ni kwamba professional level sasa sio tena 400,000, ni shilingi laki ngapi? 500,000. Kwa hiyo wewe ni dada ambaye umetoka from the scratch, yani umeanzia chini ukalipwa 100,000, lakini baadaye ukaongeza thamani mpaka leo sisi tunaona kwamba wewe unafaa kulipwa shilingi 500,000 kwa mwezi. Unaona? Yani kwa hiyo sio tu kwamba wewe ndio umetaka 500,000 ulipwe, lakini ulianzia 100,000 ulivyopewa chance, ukaonyesha thamani yako ukapelekwa 300,000, ukaonyesha thamani ukapelekwa 400,000, na leo umeonyesha thamani kwa mara nyingine ambayo sasa inakupeleka kwenye hatua nyingine ya kulipwa shilingi 500,000. Hongera sana. Asante. Na kwenye hizo stage zote ambazo umekuwa ukipita bado ulitembelea miongozo yetu. Nimependa pale mwanzoni ulivyosema kwamba ulivyojua walivyokuambia kwamba smart anatakiwa kuwa hivi na hivi na hivi, professional awe hivi na hivi na hivi. Wewe sasa wakati umepewa chance ya kuwa traditional, wewe uka aim kuwa smart na zaidi. Kwa hiyo ukatembelea ile miongozo na taratibu na vigezo ambavyo umeambiwa kwamba smart dada anapaswa kuwa hivi. Then ukawa, si ndo maana yake? Sasa miongozo hiyo kwa kipindi hicho ulikuwa unapewa na sasa ipo. Imewekwa vizuri sana. Mkurugenzi amefanikiwa kuandaa mwongozo ambao ameweka vitu vingi vizuri. Na huu mwongozo kwa watu ambao wana ndoto ya kulipwa zaidi, kwa sababu imeandikwa unataka kulipwa zaidi. Mbinu za kuwa professional na smart dada ipo huko. Maarifa haya. Sasa kwa wewe ambaye umeamua kujiweka kabisa zaidi kama hii ndo umekuwa future oriented person kwa maana ya masuala ya usafi na majukumu ya nyumbani na kwenye kupika huko, si ndio? Kwa hiyo maana yake ukipata sasa na huu mwongozo ukajumlishia hapo, my friend, yani utafika mbali sana. Yani hivyo vitu vyote ambavyo umevifuata vya kwetu vikakufikisha hapo, sasa vipo huku vilivyo bora zaidi. Yani viko huku hivyo ambavyo ulikuwa unavijua na vingine ambavyo bado hujavipitia, ambavyo vinaendelea kukunoa wewe na kukufundisha na kukusimamia na kukuongoza unapokuwa kwenye majukumu yako. Ndio. Na hii tunawaambia hata wadada wengine wote, kama anataka kulipwa zaidi ni lazima afuate mwongozo na taratibu. Wewe ulifanikiwa kulipwa zaidi kwa sababu gani? Ulifuata mwongozo na taratibu za Dada Center. Na hiyo tu sio Dada Center, mtu yeyote ambaye anataka kuongezeka, anataka kuongeza thamani, anataka kulipwa zaidi ni lazima apitie miongozo fulani, na hii miongozo inawasaidia watu wengi sana inaweza kumvusha mtu kutoka sehemu moja na kuongeza thamani kwenda kulipwa zaidi. Kwa hiyo sasa tukirudi kwenye sasa hivi ambavyo umepata hii chance ya kwenda kufanya kazi kama professional usafi, umejipangaje ama umeichukuliaje kwanza hii nafasi ya kwenda kulipwa 500,000, umepata chance ya kwenda kufanya kazi kama mtaalamu wa usafi? Nimechukua kama ni big opportunity kwangu. Ni golden chance nyingine. Nitaenda kufanya kazi zangu kwa bidii na kwa juhudi zaidi ya mara ya kwanza. Nitaongeza mara 2 yake. Yes. Okay, na kwenye usafi unaweza ukatuambiaje? Yaani wewe kama mtaalamu wa usafi sasa, unaweza ukatuambia nini sisi wengine ambao tunajua tu kuna usafi, lakini sasa wewe tunavyomuongelea ni mtaalamu wa usafi, unaweza ukaongelea vipi masuala ya usafi kitaalamu? Usafi kitaalamu sio kama usafi tuliozoea nyumbani tunadeki na matambara ya mkono. Yes. Kitaalamu unatumia zile cleaning agents za usafi na vifaa vyake ambavyo vinasaidia kuondoa bakteria ndani na kufanya nyumba iwe safi, zinang'arisha. Yaani kwa mfano wa cleaning agents hizo kuna zile soap detergents hizi kama za dishwashing, kuna hizi za chooni, Aro kwa ajili ya kusafisha masinki, kuna Jit ya vyombo, kuna Omo ya kufulia, kuna sabuni. Yani mtu ashazoea kufua labda na sabuni ya kipande, lakini siku hizi watu wanafulia kwa sabuni zilizokuwa advanced. Sio za kipande tena, wala sio sabuni za unga, sio za kawaida. Zinaendana na quality zake. Yeah, that's it.
Okay, kwa hiyo sasa kwa sasa hivi wewe manake unajua zaidi kwenye usafi kwa sababu unaweza una maarifa zaidi kuhusiana na vifaa vya namna ya kusafisha, si ndio maana yake? Ndio. Na kwa hiyo kwenye masuala ya usafi tayari umeshajinoa kiasi cha kwamba performance yako sasa ni tofauti na mtu mwingine mwenye knowledge ya kawaida tu. Ndio. Ile general knowledge ya usafi. Ndio. Okay, sasa umejipangaje kwenye huu mkataba mpya kwa sababu tayari umekuwa na experience ya mikataba 2 lakini project 3 na sisi. Project 3 nikimaanisha kwamba umefanya na sisi hapa kituoni, lakini mikataba 2 ya nje ya hapa tumekupangia. Ukafanya mikataba 2 ukamaliza, lakini bado unavyotoka kwenye sehemu moja kwenda kufanya kazi kwenye sehemu nyingine ni new challenges, new opportunities. Kwa hiyo ni lazima ujue namna gani ambayo wewe akili yako umetune vipi, yani umejipangaje kwenda kwenye hii kazi mpya. Tukiangalisha huko nyuma ulikuwa umefanya vizuri sana kwenye majukumu yako. Ulitoka umemaliza mkataba wako kwa Mwanza kwenye sehemu yako ya kwanza ya kazi, ulifanya vizuri, bosi wako akawa anakuteka, ni vile tu sasa tayari ulitakiwa kuongezwa mshahara na vitu kama hivyo, kwa hiyo ikabidi urudi kituoni kupangiwa sehemu nyingine. Kwa bosi wako wa pili the same, ukamaliza mkataba akiwa bado anakuhitaji sana kuendelea kufanya kazi na wewe, lakini nadhani ulikuwa na mipango yako mingine, ndio maana ukaona angalau uende na wewe kupata break, asingeweza kukusubiri tu, si ndio? Lakini kote huko ulikuwa unang'ang'aniwa kwamba uendelee kufanya nao kazi. Ni siri gani ambayo kwanza ilikuwa inakusababisha wewe ung'ang'aniwe? Alafu baada ya hapo tuambie umejipangaje sasa kwenda kuikabili kazi mpya, opportunity mpya ambayo unaipata. Ni siri gani ilikuwa inakusababisha kwenye maeneo yako ya kazi unafanya vizuri, unamaliza mkataba, na sio kumaliza tu mkataba, waajiri ambao walikuwa wamefanya kazi na wewe wanatamani kuendelea kufanya kazi na wewe? Kikubwa ni uaminifu na upendo. Yes. Ya, na waajiri wengi wanataka upendo kwa watoto wao. Yaani utakuwa tu muaminifu na upendo alafu kazi zao. Namalizia sijamaliza. Okay. Uaminifu na upendo. Ya, waajiri wengi wanapenda uaminifu. Kwa sababu unakuta wengi ni waajiri wana hela. Unakuta mtu kaweka pesa zake, anategemea kwamba anaweka naye ndani sio mwizi. Ndio mlinzi kwanza wa vitu vyake. Kwa ile udokozi nao sio nao. Ingine upendo walikuwa wanapenda sana upendo kwa watoto. Yaani ukitaka ukae naye vizuri, penda watoto wake. Okay. Yes. Kingine kujituma na kufanya kazi kwa bidii. Ndio. Na kujitambua. Yes. Sio ile mpaka unaambiwa tena na ni professional, maana yake unajijua majukumu yako ni yapi, lakini pia umedeliver kile kitu ambacho kilikuwa kimetarajiwa. Ndio maana ukakaa ukamaliza mkataba vizuri, na hata baadaye mtu anatamani kuendelea kufanya kazi na nani? Na wewe. Kwa hiyo wewe ni dada ambaye tunawaita ni tunu ya taasisi. Nyie ndio wadada wa ndoto zetu. Yaani tunatamani wadada wote ambao wanapita hapa wawe na fikra na mitazamo kama mlionayo nyie. Kwa sababu siku zote umekuwa ukitamani kulipwa zaidi, si ndio? Kuanzia mwanzo unasema mwenyewe walikuofa kukulipa 100,000 hapa kituoni, lakini muda huo wamekufa kulipa 100,000, wewe ukapambana kuonyesha vile vigezo vyao na kufuata miongozo yao ya level inayofanyaje ya juu inayofuatia, wakakuona unafaa wakakupeleka. Baadaye ukunyamaza huko ukajiboresha ukaonekana unafaa kupelekwa zaidi. Na leo umeendelea kutuonyesha pia kwamba wewe baada ya kumaliza mkataba wako kwamba kweli wewe una deserve kulipwa zaidi. Hata bosi wako alikuwa tayari kukulipa 500,000, si ndio? Lakini ukaona tu wewe mwenyewe kwanza uende ukachungulie huko duniani. Lazima iko duniani sasa umeshapaona, ukaona ngoja nirudi kuendelea kutafuta pesa, si ndio? Kwa hiyo sasa kwenye huu mkataba mpya ambao unaenda kuanza, ambao sasa hauendi tu kama kule tulivyokuwa tunakupeka ni mapishi alafu hizo nyingine unafanya. Sasa hivi unaenda kwenye usafi zaidi. Ndio nataka kujua umejipangaje kukabili changamoto mpya, sio changamoto, opportunity mpya ya kazi unaenda kukabiliana nayo vipi? Kwanza kikubwa nitasoma mazingira. Nijue humu ndani mazingira yao yakoje, wanataka utaratibu wao, wanataka vitu gani, usafi wao ufanyikeje, kutunza nyumba yao inatunzwaje. Then ndo nitafanya utaratibu wangu mimi. Na nitajiwekea mikakati yangu kwamba kama ratiba nitapangilia usafi wangu utakuwa nifanye hivi na hivi na hivi. Siku fulani na siku fulani. Yes. Then nitajituma, nitafanya kazi kwa bidii. Nitamwomba Mungu anisimamie. Vitu kama hivyo. Lakini sasa maana yake pia wewe ni mtaalamu, kumbuka. Kwa hiyo maana yake hata kama utakuta ndio ana utaratibu na nini, lakini mtu paka anamchukua professional anakulipa 500,000, maana yake ana expectations kubwa sana na anahitaji zaidi, ndio maana naye anakulipa huo mshahara wote. Kwa hiyo unaweza ukasema unaangalia unakuta na utaratibu gani, lakini wewe ndio unajua, wewe ni mtaalamu. Yani kwa mfano sasa hivi unaweza ukawa unaenda hospitali unaumwa una pesa zako, wewe ni tajiri lakini unaumwa, unadhani pesa zako zile
bila daktari kufanya jambo. Ndio, lakini kila nyumba ina utaratibu wake. Tukiachana na hivyo. Ni kweli, lakini bado wewe kama mtaalamu ni lazima utumie utaalamu wako kushauri, ndio kikubwa. Kwa hiyo lazima kwenye mipango yako ambayo unayo, pamoja na kuadapt mazingira, which is very important. Yani lazima unavyoenda kwenye mazingira fulani ujifunze kujitwist ama kujiadjust kuendana na hayo mazingira. Lakini baada ya kuendana ni lazima ukumbuke level yako. 500,000 sio chache. Na ambavyo unapenda hela ni Mchaga, si ndio? Unapenda hela na watu tabia za watu wanaopenda hela pia wanajua namna ya kuzitafuta. Sababu pesa zinatafutwa. Kwa hiyo ukapambane zaidi. Kwa kweli wewe ni dada mpambanaji ambaye kituo kinajivunia sana kuwa na dada kama wewe kwenye mradi sana. Na tunatamani wadada wengi ambao wataona hichi kipindi. Jamani, mjifunze. Wapo wadada kama hawa wanaweza. Wewe unashindwa vipi? Ni kwamba tu hujataka kufuata utaratibu, hujataka kuongeza thamani kwenye kazi yako, hujataka kupambana. Hapo tumeona vitu vyote umevisema, lakini bado umekazia kufanyaje? Kupambana. Kuanzia hapa ulipambana kwenye mikataba yako yote, umepambana. Na hata sasa hivi nimekuuliza, unajipangaje? Umeniambia pia utapambana na nini? Na majukumu yako. Kwa hiyo kupambana ni lazima. Hakuna pesa ambayo itakuja tu for free, itakuja tu kirahisi, hapana. Kila pesa unayohitaji zaidi ni lazima na wewe ufanye kazi zaidi. Lakini katika kufanya kazi kwako ni lazima uwe na maarifa ya hicho kitu unachokifanya. Vinginevyo utabaki chini hivyo unakuwa traditional siku zote. Lakini mtu akitaka kukua, kumbe inawezekana. Hujakaa darasani wewe kusoma mapishi wala usafi wala malezi. Lakini kwenye hizo kazi leo unalipwa 500,000. Wakati kuna watu wengine wamesoma, wametoka chuo wakasoma, bado hata kwenye career zao hawalipwi hizo 500,000. Unawazidi mishahara. Au hata kama humzidi, bado wewe kwenye career ya majukumu ya kazi ndani umeweza kujiwekeza ndani ya miaka miwili nadhani na miezi kadhaa tu. Tayari unalipwa 500,000 kutokea kwenye kulipwa 100,000. Ni kwa nini? Ni kwa sababu umeongeza thamani kwenye kazi yako. Umekuwa na maarifa ya kile ambacho unakifanya. Kwa hiyo hakikisha mwongozo huu au cost unakuwa nao. Utakusaidia sana kuweza kufanya vizuri. Yani kama uliweza kung'ang'aniwa kule kwingine, niamini mimi, hapo sio tu kwamba utang'ang'aniwa, yani utatoka ukiwa ni mtu ambaye ni wa tofauti sana. Hata kuja kuyaface maisha, kwa sababu naamini na wewe una ndoto zako zingine mbali na hizi kazi ambazo unazifanya, kazi za ndani. Utajikuta kama unaweza kukabiliana na changamoto za kwenye kazi yoyote, kwenye biashara, kwenye nini, madini yote yako humu kwenye hii miongozo. Sawa. Kwa hiyo tunakutakia kila laheri kwenye kazi ambayo unakwenda kuifanya. Tunategemea kwamba utaenda kuendelea kututangaza vizuri kama ambavyo umefanya kwenye mikataba mingine. Kwa hiyo hapa sasa hivi sasa expectations pia ni kubwa, unajua kila unavyokuja siku zinazidi kwenda mbele, mshahara umeongezeka, na sisi pia expectations zetu zinafanyaje? Zinaongezeka. Kwa hiyo lazima na wewe juhudi, hata kama ulikuwa unapambana, basi mapambano yaongezeke zaidi. Usitegemee kule kwenye 400,000 the way ulikuwa una perform, basi ukaperform the same, wakati huku sio 400,000 tena, huku unalipwa 500,000. Kwa hiyo hakikisha na wewe unafanya majukumu yako kiasi cha kwamba bosi wako anasema kweli, hii 500,000 ninamlipa mtu sahihi. By the way 500,000 sio nyingi. Kama mtu akiendelea kuongeza thamani, utashangaa ndio hivyo. Yani kila siku thamani yako inaongezeka. Na thamani inavyoongezeka, trust me, ndio hela na zenyewe zinazidi kuflow tu kwenye upande wako. Ndio. Kwa hiyo karibu sana. Una ushauri gani kwa vijana, wasichana wanaokuona? Mimi nawashauri watu tu wasichague kazi. Kuna watu hawaamini kwamba kazi za ndani zinalipwa 300,000, 400,000, 500,000. Wajaribu afu wataamini. Wajaribu na wapambane na waongeze maarifa. Ndio. Okay. Sawa, asante sana dada Rozi. Tunakutakia kila laheri kwenye majukumu yako mapya utakayoenda kuyaanza. Asante. Karibu sana, hapa ni nyumbani. Asante.